Richard Otieno kuwasilishwa kwenye mahakama ya Nakuru kujibu mashtaka dhidi yao. Jaji wa mahakama hiyo ameipa afisi ya mkurugenzi wa mashtaka DPP siku 7 kuwasilisha hati ya maelezo ya sababu za kutowapa washukiwa dhamana. Moja kwa moja tunaungana naye mwandishi wetu Chichi Josephine kutoka jiji la Nakuru atujuze zaidi. Chichi Josephine, hebu tueleze zaidi kuhusiana na kesi hii. Kesi ya mwanaharakati Richard Otieno ambaye aliweza kuuawa tarehe 18 Januari mwaka 2025. Nileke kwamba kesi yake imekuwa ikiendelea, na hapo awali wale ambao ni washukiwa 9 waliweza kukamatwa na baadhi ya washukiwa ambao ni 5 wakaweza kushtakiwa kwa mauaji ya Richard Otieno, na hii leo wameweza kuwasilishwa mbele ya mahakama kuu ama kwenye mahakama kuu mbele ya jaji Patricia Gishohi, ambapo wameweza kukana mashtaka ambayo yamesomwa dhidi yao. Na hivyo basi elewa kwamba Patricia Gishohi pia ameweza kupatiana maelekezo tofauti, lakini wale ambao ni mawakili wa upande wa washukiwa wameweza kuomba kwamba washukiwa wakaweza kuachiliwa kwa bondi ya dhamana, lakini ni swala ambalo limeleta utata kuona kwamba washukiwa wa upande wa mashtaka wamepinga swala hilo, wakisema kwamba ni wakati ambao dhamana ama bondi ya dhamana haifai kupatiwa kwa wale ambao ni washukiwa. Na hivyo basi yule ambaye ni Patricia Gishohi, jaji Patricia Gishohi, akaweza kutoa amri ya kwamba akaweza kuelekeza mahakama kwamba watakuwa wakipatiwa siku 7. Upande wa DPP ama upande wa mashtaka utakuwa ukitoa maelekezo zaidi ya dhidi ni nini ambacho wameona kwamba wale ambao ni washukiwa wasiweze kupatiwa ombi ama bondi ya dhamana. Na hivyo basi ni swala ambalo DPP itakuwa ikikalia chini kuweza kuwasilisha lile ambalo ni ombi ama kuwasilisha maelekezo ya jinsi ambavyo wameweza kuketi chini na kuona kwamba washukiwa wale 5 hawatakuwa wakiachiliwa kwa bondi ya dhamana. Na hivyo basi Patricia Gishohi ambaye ni jaji ameweza kuwapa upande wa mashtaka siku 7 wakati ambapo kesi hiyo itakuwa kirejelewa hapa kwenye mahakama ya juu ya Nakuru, ambapo pia ameweza kusema kwamba wale ambao ni washukiwa watakuwa bado wanazidi kuzuiliwa kwenye gereza la Nakuru, wakati ambapo DPP itakuwa ikitoa maelezo zaidi kuhusiana na mbona wasiweze kuachiliwa. Lakini elewa kwamba ni swala ambalo limeweza kuzua utata kati ya wale ambao ni mawakili wa upande wa washukiwa na mawakili wa upande wa mashtaka kuhusiana na bondi ya dhamana ama kuachiliwa kwa bondi ya dhamana kwa washukiwa ambao ni 5. Naeleke kwamba hapo awali kwenye kesi ya Richard Otieno washukiwa 9 walikuwa wamekamatwa, na baadhi hao 4 wakaweza kuachiliwa kwa kukosa ushahidi dhidi yao kuhusiana ama kwao wao kuhusishwa kwa mauaji ya Richard Otieno, na hao 5 wakaweza kuwa wakishtakiwa kwa mauaji, na hii leo wameweza kukana kwamba hawakuweza ama kutekeleza mauaji hayo. Hivyo basi ni kesi ambayo bado itazidi kuendelea. Tutakuwa tukifika hapa siku ama baada ya siku 7 kuona kile ambacho upande wa mashtaka ama DPP na pamoja na wale ambao ni mawakili upande wa familia watakuwa wameweza kueleza kwenye maelezo yao, maagizo ambayo watakuwa wamewasilisha mbele ya mahakama ya mbona hawa ambao ni washukiwa 5 wasiweze kuachiliwa kwa bondi ya dhamana. Hivyo basi ni swala ambalo tutakuwa tukiangalia kwa undani zaidi Joash, kuhusiana na kesi ya Richard Otieno ambaye bado familia inazidi kufuatilia kuona kwamba yule ambaye ni Richard anapata haki, na pia wengi wa wale ambao ni wakazi wa kaunti ya Nakuru pamoja na wale ambao ni maeneo kutoka Molo na Elbagon wanaweza tu kufika hapa ili kuona vile ambavyo mahakama itakuwa ikielekeza kuhusiana na kesi ya Richard Otieno. Niruhusu niweze kufuatilia swala hili na labda nitawajuza kile ambacho kitakuwa kikijiri baada ya siku 7 kuhusiana na kesi ya Richard Otieno. Kutoka kwangu sina la ziada. Joash Chukusukani, jina langu ni Chichi Josephine. Nama shukran sana Chichi Josephine kwa maelezo yao, taarifa ambayo pia tutakuwa tunaifuatilia kwa kina. Asante sana. Mtazamaji, tuangazie